takwimu, data, tunatoa tu facts, walione, tukae mezani, tujadiliane. Kwa hiyo ndio sababu tuko hapa, kwa sababu hili tatizo sasa ni real. Mwezi wa 3 mafuta yalikuwa shilingi 2,700, 2,600, 700, 800. Sasa ni 4,500 mikoani mpaka 4,600, 700. Kwa hiyo shilingi 2,000 kwa mafuta. Unaungurumisha grader toka asubuhi mpaka jioni. Unaungurumisha roller, excavator. Mimi na mradi mahali kusafirisha loader, sasa hivi bei ya loader ni kubwa kuliko hata bei ya kukodi grader lenyewe. Jamaa sema mafuta yameongezeka. Na pale zamani nilikuwa natoa hapo kwa shilingi milioni 1 kwenda milioni 1 kurudisha. Leo hii juzi aliniletea kwamba ni milioni 5. 2.5 kupeleka kuleta, 2.5 rudi. Hayuko tayari hata ku negotiate. Maana wengi wetu tunakodisha, watu tuna njia mbalimbali kuhusiana na mitambo. Wengine wanaamua ku-own, wengine wanaamua ku-lease. Na biashara ya dunia, owning ina gharama fulani, watu wanajaribu ku-avoid. Kwa hiyo unatumia leasing ili ku-leverage bei. Si lazima kila mtu awe na mitambo. Kwa hiyo bei zimebadilika, zimeathiri si mafuta peke yake, lakini na products ambazo zinaendana na mafuta, mchanga, kokoto, tofali, mabati, nondo, kila kitu kimekuwa affected na hizi bei. Kwa hiyo tukaona ni vizuri tuweze kukutana, tujadiliane na tuone ni namna gani tunaweza kutoka hapa. Kwa hiyo sasa sisi tulikaa kata TWCA na TUCASA tukaleta mapendekezo ambayo tunapenda tuyajadili haya mapendekezo, alafu yakikubalika tuyawasilishe serikalini. Ni kutoa, kwa sababu huu mwongozo wa kisera unaweza ukachukua muda, lakini kwa sasa pawepo na ruhusa ya muda ya kuruhusu makandarasi waombe ongezeko linalotokana na bei ya mafuta. Kwa kimombo ningeweza kusema hivi, temporary permission for contractors to submit verifiable claims. Ile neno verify ni muhimu sana, ambavyo linaweza kuthibitishwa. Claims arising from extraordinary fuel-related costs increases under fixed price contracts. Kwa hiyo ni pendekezo la 3 ambalo tunataka kulipeleka. Pendekezo la 4 ni hili sasa, ni la muda mrefu. Serikali iende ipitie sheria ya ununuzi, kanuni pamoja na miongozo, hizi guidelines, ikiwa ni pamoja na mikataba. Wengi wetu tunatumia mikataba ya PPRA. Kwa hiyo ile mkataba ya PPRA ili iweze kwamba in future kunapotokea shock kama hii, kuwe na kipengele ambacho kina treat shocks kwenye mkataba, kwamba waingize kwenye mikataba yetu kwamba ikitokea shock na ikawa verified, hata serikali ikakubali. Kwa mfano kama sasa serikali inakubali kwamba hii ni shock, ndio sababu Planning Commission imetoa tamko. Kwa hiyo inapotokea kama hii, basi kwenye mikataba yetu kuwepo na kipengele cha kuabsorb kwamba inapotokea shock jambo fulani liweze kufanyika. Kwa hiyo ni pendekezo lingine ambalo tunapenda liwepo. Pendekezo la 5 ni kwamba hii shock iliyokuja imechangiwa kwa kiasi kikubwa sana kwa ucheleweshaji wa malipo. Yaani unapokuwa bei ya mafuta imeongezeka, unatakiwa ufanye kazi na hapa hujalipwa. Kwa hiyo ina maana unapokwenda kutafuta sehemu ya kukopa, kama ulikuwa ukope 100, ufanyie kazi huyu, alafu usubiri miezi 6, 7, 8 alipe.
sasa unakopa 180. Kwa hiyo hii imeaggravate tatizo. Sasa mkutano wetu sio mambo ya malipo, lakini nafikiri tunaona swala la ucheleweshaji wa malipo limeongeza tatizo kuwa kubwa zaidi. Kwa sababu kwa mfano kama ulikuwa unadai Januari, ukao umelipwa Januari, kuna kazi ambazo ungezifanya zisingeathiriwa na hii bei iliyokuja mwezi wa 4. Kwa hiyo ucheleweshaji wa malipo pia umechangia sana. Kwa tunaomba serikali hili swala la malipo lipewe kipaumbele cha juu, la sivyo makampuni yatafungwa. Namba 1 ambayo mmerecommend kwamba serikali itambue. Samahani, naomba utaje jina. Yeah. Kwa majina naitwa Esther Christopher, ni mhandisi lakini pia ni mkurugenzi mtendaji wa kampuni ya Meritech, ni mkandarasi kwenye mambo ya ICT na security systems. Sasa kwenye hii recommendation namba 1 tumesema kwamba serikali itambue, lakini tutajueje kwamba imetambua? Tutajueje kwamba imetambua? Na mwenyekiti umesema kwa haraka ni ipi? Kwa mfano tumesema ikifika mwezi wa 12 pengine tutakuwa tumeshafariki. Lakini hiyo haraka yetu sisi tunaipa time frame gani? Na wakati tunasubiria kwamba inafanyiwa kazi tunatakiwa tufanye nini? Nashukuru kwamba mwanzo umesema haya sio maandamano. Ni kweli. Sisi tunauza ujuzi na ni wazalendo. Tunachotamani ni kwamba tufanye maendeleo ya nchi yetu lakini kwa furaha. Yaani kwamba kila mtu ajue kwamba naendeleza nchi yangu lakini niwe na furaha, nisiwe na stress. Lakini tutafanyaje? Kwa kwenye hilo pendekezo namba 1 naomba tuliweke sawa kwamba litakapokwenda sisi tunatarajia kwamba tutazamie kwa muda gani, na wakati huo tukiwa tunafanyaje wakati tunasubiria. Hilo ndio swali langu la kwanza. Richard Mlai ni mkurugenzi wa kampuni ya KGG Investment, Class 1 Building, Class 1 Civil na Electrical na Plumbing Class 2. Mimi nilikuwa na mapendekezo, nilikuwa na omba kufanya mawasilisho matatu. Kwanza, tuweze kuomba serikali katika ile mikataba, kwenye mkataba upande ule wa standard condition of contract pawepo na kipengele cha kuruhusu kufanya adjustment ya price. Pili, tupate sauti kama makandarasi kuweza kuwaunga mkono waheshimiwa wabunge ambao tuliona wakati bunge linaendelea walizungumzia kuhusu zile fedha za road fund ambazo ndizo zilikuwa tunasaidia sana sisi makandarasi kipindi tunavyotekeleza ile miradi. Tulikuwa tunalipo kwa wakati na TANROADS na TARURA. Mimi naitwa Maida Waziri, ni mkurugenzi mtendaji wa kampuni ya Ibra Contractors Limited. Niko Class 1. Okay. Kwanza napongeza TUCASA kwa kazi kubwa ambayo imefanya, lakini na vyama vyote, kata na TWCA kwa muungano huu. Hii inatuletea nguvu kubwa sana kama wakandarasi. Changamoto ya mafuta imetuathiri wakandarasi wote kama alivyosema mwenyekiti wetu pale Marwa. Inawezekana hili tusilione leo, lakini kesho tutaliona. Sisi tulioko mikoani mpaka 4,800, 4,900 mafuta yanafika, na kwa kweli ni gharama kubwa sana, karibu double tunalipa. Kwa hiyo hii ni hatua kubwa sana.
Mwenyekiti, umezungumzia swala la mabadiliko ya sera na sheria. Tungeiomba serikali ili ifanye hayo maboresho